Ulimwengu upo katika hatari ya kupoteza baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, huku Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu athari za kupungua kwa ufadhili wa programu za kukabiliana na virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS limesema mabadiliko makubwa katika ufadhili wa afya duniani mwaka 2025 yameathiri huduma muhimu za kuzuia maambukizi, upimaji wa huduma kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kupungua kwa ufadhili kunatishia kusimamisha au kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hata hivyo, hali hii haimaanishi kwamba dunia tayari imeingia katika mlipuko mpya wa ukimwi, bali onyo la UNAIDS ni kwamba bila hatua za haraka na endelevu, mafanikio yaliyopatikana yanaweza kuanza kupotea na kuongezeka tena kwa maambukizi na vifo kunaweza kutokea. UNAIDS inaeleza kuwa mwaka 2024 nchi za kipato cha chini na cha kati zilikuwa na takriban dola bilioni 18.7 kwa ajili ya mwitikio wa virusi vya ukimwi, lakini kiwango hicho kilikuwa tayari chini ya mahitaji ya takriban dola bilioni 21.9 kwa mwaka unaokadiriwa kuhitajika kufikia malengo ya mwaka 2030. Kwa mtazamo wa kijamii na kidini, changamoto ya virusi vya ukimwi inatukumbusha umuhimu wa kulinda maisha, familia na afya ya jamii. Uislamu unasisitiza kuchukua tahadhari dhidi ya mambo yanayoweza kuleta madhara kwa mwanadamu, huku ukihimiza pia huruma na kuwasaidia wagonjwa bila kuwanyanyapaa. Jambo la msingi hapa ni kwamba mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi hayawezi kuachiwa fadhili wa kimataifa pekee. Nchi zinahitaji kuongeza uwekezaji wa ndani katika afya na kujenga mifumo endelevu ili huduma muhimu ziendelee hata pale ufadhili wa nje unapopungua. UNAIDS yenyewe sasa inasisitiza mwitiko unaoongozwa na nchi na unaotegemea zaidi rasilimali za ndani. Hivyo onyo hili linapaswa kuwa kengele ya tahadhari, si kwa sababu ya kueneza hofu. Dunia imepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vinavyohusiana na ukimwi. UNAIDS inasema vifo hivyo vilikuwa chini kwa 57% mwaka 2025 ikilinganishwa na mwaka 2010, lakini mafanikio hayo bado ni dhaifu na yanahitaji kuendelezwa. Mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.